Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, naomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Na naomba yeyote ambaye anatazama uponyeze alama ya like kwa kanda hii. Karibu. Rais wa taifa hili letu la Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ageuka kuwa mnyama mkali, huku akianzisha kuwakamata wale ambao wanatukana serikali yake na hata tume ya Jaji Chande ambayo aliyoiteua yeye mwenyewe. Ile kamata imeanza tena katika taifa hili letu la Tanzania. Unapotazama kwa skrini yako, chapisho hili linasema ya kwamba wakamatwa kwa tuhuma za kutukana tume ya Chande. Sasa iko hivi, tunapoenda hewani mambo sio mazuri katika taifa la Tanzania. Jeshi la polisi ambalo liko chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan limewakamata watu watatu kufikia sasa kwa tuhuma za kutumia vibaya mitandao ya kijamii kwa kusambaza matusi ya maudhui ya kudhalilisha, wakiwemo waliolenga wajumbe wa tume ya uchunguzi wa matukio ya vurugu za Oktoba 29, 2025 na baada ya uchaguzi. Watuhumiwa hawa wamekamatwa katika mikoa ya Arusha, Iringa na Mbeya penye nipo sasa hivi, huku msako wa kuwabaini na kuwakamata wengine ukiendelea. Kufikia sasa, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makao makuu ya jeshi la polisi, uchunguzi unaendelea pia kwa wale waliopokea na kusambaza jumbe zenye matusi, kashfa, uchonganishi, chuki na upotoshaji. Jeshi la polisi limewashukuru wananchi wanaoendelea kutoa taarifa zinazosaidia kukamatwa kwa wahusika na kusisitiza kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote wanaokiuka sheria za makosa ya mtandaoni na sheria nyingine za nchi. Unajua, huyu Samia amegeuka kuwa mnyama. Akaua Watanzania kupitia vyombo vya dola. Baadaye akateua tume ya kuchunguza maafa hapa Tanzania kufuatia kilichosemekana ni uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana, na baada ya uchaguzi huo ile tume ilikuwa inaongozwa na Jaji Chande na ilikuwa inamsafisha Samia Suluhu Hassan, kwa sababu Chande alianza kusema ya kwamba watu waliokufa ni 518, lakini wakati anasema ni akina nani walipoteza maisha yao katika mikoa mbalimbali, tukiorodhesha hao watu hawafiki 518, ila tu wanafika 400, kumaanisha ile ripoti ilikuwa ya kusafisha Samia Suluhu Hassan, hamna ukweli wowote. Sasa tukienda kwa mitandao ya kijamii kuanika ukweli huu, tunafuatiliwa. Wanaanza kusema ya kwamba tumerusha matusi. Sasa Chande alisema ya kwamba watu wamekufa 518, lakini akasema Dar es Salaam watu 182 ndio walikufa, Mwanza 90, Mbeya hapa 80, Arusha 55. Sasa ukijumulisha mikoa hiyo mine penye alisema watu wamekufa ni 518, lakini sasa ukijumulisha vile alisema Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Arusha wote wanakuwa 405, kumaanisha kuna pengo la 113. Sasa tukienda kusema ya kwamba kwa maiti 518, alisema ya kwamba maiti zile ambazo ziliweza kutambulika zilikuwa 485,
zenye hazikutambulika zilikuwa 9. Kwa hivyo ukijumlisha ni 494, na yeye alisema waliokufa ni 518. Kwa hivyo pengo la 24 la maiti. Sasa tukisema hivyo, wanasema ya kwamba tumewatusi ama tumetusi tume ya Jaji Echande, na ameanza kuwakamata, kuwateka mbaroni wale ambao wanasema hivyo. Hata sisi tunaogopa hapa Mbeya Tanzania, tunashindwa cha kufanya, kwa sababu huenda kwa kufichua hizi siri tunaweza kufuatiliwa. Mtuombee sana. Sisi hatuna matusi, sisi ni kuanika ukweli halisi wa mambo. Hii ripoti ilikuwa ya kumsafisha Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tukipiga mahesabu kulingana na ile ripoti mambo sio sawa. Kwa hivyo kufikia sasa, mnajua hii serikali ya Samia Suluhu Hassan inadaiwa kwamba kufanya maovu, kumutesa kiongozi wa kitaifa Chadema ambaye ni mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Na Humphrey Polepole aliweza kukosekana, hajulikani aliko baada ya kupotea mwaka jana mwezi wa 10, na hii serikali ya Samia Suluhu Hassan haijajibu lolote kuhusiana alipo Humphrey Polepole. Ni kwa sababu alikuwa anaipinga serikali ya Samia Suluhu Hassan, akapotezwa, kwa sababu hata familia yake iliweza kusema ilienda penye alikuwa amepangisha, damu ilikuwa kwa nyumba yake. Serikali imekataa kufuatilia, kumaanisha wanajua kinachoendelea, wanaelewa alipo sasa hivi Humphrey Polepole. Kuna wanaharakati wengine walitoka Kenya, akina Mwangi wakafika hapa, mwingine hata kutoka kule Uganda wakafika hapa, wakadhalilishwa, wakafanyiwa madhambi, wakalawitiwa. Sasa hayo ndio yanaendelea katika taifa hili la Tanzania. Ukifichua ukweli kama huu ambao tunasema, wanasema tumerusha matusi kwa wahusika, lakini kwa kusema ukweli sio matusi. Sisi ni kuanika na kusema vile hali ilivyo. Kwa hivyo huyu Samia Suluhu Hassan amegeuka kuwa mnyama kwa kuendea watu ambao hawana makosa yoyote. Tukisema hakuna vile mtu anaweza kufikisha 98% kwa upigaji wa kura, tunasema huo ni wizi, kwa sababu mitandao ilikuwa imezimwa, hakukuwa na interneti. Sasa tukajiuliza maswali, ni kivipi matokeo ya kura yaliweza kusambazwa kutoka Dar es Salaam, kutoka hapa Mbeya, kutoka Mwanza kuelekea kituo kikuu cha kujumlisha kura? Sasa wanasema hayo ni matusi. Pasipokuwa na interneti, pasipokuwa na nguvu za umeme, walipata kivipi majibu ya wapiga kura? Sasa tukisema hivyo, wanasema ya kwamba tumeweza kuwa atusi. Kwa hivyo mtuombe sana. Lakini ni uongozi wa kimla, ni uongozi katili, ni uongozi wa kiudikteta ambao unaendelea. Ndio maana tumesisitiza kama Watanzania, imefika wakati tunastahili kuwa na katiba mpya, ile ya mwaka 1977 iwekwe kando, kwa sababu inakinga viongozi, hawezi kuulizwa maswali. Lakini tunataka katiba ambayo inatetea haki za binadamu. Na hata mahakama ya Afrika iliweza kutoa amri, ile mahakama ya haki za binadamu, kwamba kwa ndani ya miezi 12 Samia Suluhu Hassan ahakikishe kwamba katiba mpya imepita katika taifa letu la Tanzania. Kwa hivyo tuombe sana ili kuleta uwazi, kwa sababu Samia sasa hivi amekasirika na kugeuka kuwa mnyama ili kutekeleza maovu dhidi ya wale ambao wanasemekana ya kwamba wanasema ukweli na sio matusi. Naomba kutamatishia hapo, tukutane baadaye. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja hapo, bonyeza patoni ya subscribe ambayo ipo hapo chini mwa akanda, na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kem kila wakati. Na kwaheri kwa sasa.